Karibu kwenye Afriking Media. Leo tunakuletea orodha ya viongozi 10 wenye nguvu zaidi barani Afrika kwa mwaka wa 2025. Hawa ni viongozi wanaotawala sio tu kwa mamlaka, bali kwa ushawishi, historia, uchumi, kijeshi na uwezo wa kukabili mustakabali wa bara letu. Tuanzie mbali. Let's go. Namba 10, Aliko Dangote, Mnigeria. Anatumia nguvu ya kiuchumi. Ingawa si mwanasiasa, Dangote ni mmoja wa watu wanaoamua mwelekeo wa uchumi wa Afrika. Anaongoza miradi ya mabilioni ya dola kama Dangote Refinery, viwanda vya saruji, sukari na bidhaa nyingine. Uwekezaji wake unaathiri ajira, bei za mafuta, uzalishaji na ukuaji wa kiwanda Afrika. Kwa hiyo nguvu yake haipo bungeni, bali kwenye uchumi ambao unaongoza bara nzima. Namba 9, King Mswati wa tatu. Ni mfalme wa Eswatini. Mfalme Mswati wa tatu amekuwa madarakani tangu mwaka 1986 akiongoza moja ya falme chache zilizobaki barani. Anamiliki mamlaka makubwa zaidi kuliko viongozi wengi wa kisiasa. Anachagua mawaziri, anasimamia bunge na ana nguvu ya kuamua sera kuu za taifa. Nguzo yake kuu ni utawala wa kifalme na udhibiti kamili wa taasisi za nchi. Namba 8, Emmerson Mnangagwa, rais wa Zimbabwe. Ambuya Mnangagwa, kama wengi wanavyomwita, amekuwa kwenye siasa za Zimbabwe kwa miaka mingi. Anaongoza taifa lenye historia ya changamoto za uchumi, huku akijaribu kufanya mageuzi na kuimarisha sekta za kilimo, madini na viwanda. Nguvu yake inatokana na jeshi, chama tawala ZANU-PF na uzoefu mkubwa wa kisiasa. Ni miongoni mwa viongozi wenye sauti katika ukanda wa Afrika Kusini. Namba 7, Alassane Ouattara, ni rais wa Ivory Coast. Ouattara anahesabika kama mmoja wa viongozi walioleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi Afrika Magharibi. Chini ya utawala wake, Ivory Coast imekuwa miongoni mwa uchumi unaokuwa kwa kasi zaidi barani. Ana ushawishi mkubwa ndani ya ECOWAS na pia katika mazungumzo ya fedha, uchumi na amani ya kikanda. Namba 6, Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso. Kiongozi kijana zaidi barani Afrika mwenye umri chini ya miaka 40. Amejijengea sifa kubwa kwa misimamo yake ya uzalendo, kujitegemea na kupambana dhidi ya ukoloni mamboleo. Traore amekuwa sauti kubwa ya kizazi kipya, akipata kuungwa mkono na vijana barani kote kwa kuhimiza umoja wa Afrika na uhuru wa kiusalama na kiuchumi. Namba 5, Isaias Afwerki, rais wa Eritrea. Rais Afwerki ni mmoja wa viongozi waliodumu madarakani kwa muda mrefu zaidi Afrika. Anajulikana kwa udhibiti mkali wa taifa, mwelekeo wa kujitegemea, sera za usalama wa taifa. Ingawa utawala wake unakosolewa kimataifa, bado anabaki kuwa kiongozi mwenye nguvu kubwa ya ndani na ushawishi wa kiusalama katika pembe ya Afrika. Namba 4, Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda. Museveni amekuwa madarakani tangu mwaka 1986. Amebadilisha Uganda katika masuala ya kijeshi, siasa na uchumi. Ushawishi wake unatokana na jeshi lenye nguvu UPDF,
nafasi yake katika operesheni za usalama za Afrika Mashariki na uzoefu wa miaka zaidi ya 38 kwenye uongozi. Ni mmoja wa viongozi wanaokuwa mstari wa mbele katika masuala ya usalama wa kikanda. Namba 3, Denis Sassou Nguesso, Rais wa Republic of Congo. Sassou Nguesso anaingia katika orodha ya viongozi waliodumu muda mrefu zaidi. Amekuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za Afrika ya Kati kwa miongo kadhaa. Nguvu yake inatokana na udhibiti wa chama tawala, nafasi yake katika sera za mafuta na mtandao wa kisiasa wa muda mrefu. Namba 2, Paul Biya, Rais wa Kamerun. Paul Biya amekuwa rais tangu mwaka 1982. Karibu miaka 43 ya uongozi. Ni mzee wa siasa za Afrika na ana ushawishi mkubwa ndani ya serikali, jeshi na chama tawala CPDM. Licha ya umri mkubwa, bado ndiye anayeamua mwelekeo wa Kamerun. Ni mmoja wa viongozi wanaoheshimiwa na kuogopwa kwa wakati mmoja. Namba 1, Theodore Obiang Nguema Mbassado, Rais wa Equatorial Guinea. Rais Obiang ndiye kiongozi aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi duniani tangu mwaka 1979. Ana nguvu kubwa kutokana na udhibiti wa rasilimali za mafuta, jeshi, taasisi za nchi na miongo kadhaa ya mamlaka. Ushawishi wake unafika hata nje ya nchi kupitia miradi ya mafuta na ushirikiano wa kimataifa. Kwa sababu hii, mwaka 2025, Obiang anachukuliwa kuwa kiongozi mwenye nguvu zaidi barani Afrika. Hao ndio viongozi 10 wenye nguvu zaidi Afrika kwa mwaka 2025. Sasa ni muda wa kuuliza, wewe unadhani ni kiongozi gani ana ushawishi mkubwa zaidi na kwa nini? Acha maoni yako hapa chini. Subscribe kwa Africa King Media, like, share na tukutane kwenye video inayofuata. Asante.